Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na utawala wa Trump waidhinisha msaada wa silaha wa Ukraine uliolipiwa na washirika, duru zinasema. Trump kukutana na Mfalme Charles katika kasri la Windsor. Washawishi wa TikTok wakamatwa kwa kumtusi rais wa Somalia. Iran yamhukumu kunyongwa mtu aliyetuhumiwa kufanya ujasusi wa Israel. Na Kenya yamfungulia mashtaka Faisal ya biashara za pembe za faru aliyefungwa jela mwaka 2018 kwa kusafirisha pembe za ndovu. Natumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha rasmi ziara yake ya pili ya kiserikali nchini Uingereza siku ya Jumatano, ambako amepangiwa kuwa na mazungumzo muhimu ya kidiplomasia. Mfalme Charles na familia ya kifalme watampokea Rais Trump atakapowasili katika kasri ya Windsor, eneo la zamani la kubwa zaidi la wakazi ya ufalme wa Uingereza kwa takribani miaka 1000, akikaribishwa na msafara wa magari, maonyesho ya ufuatiliaji risasi, maonyesho ya ndege za kijeshi na karamu ya kifahari. Uingereza inasema itakuwa sherehe kubwa zaidi ya kijeshi na makaribisho ya ziara ya serikali katika kumbukumbu yake. Trump ameweka historia kwa kuwa kiongozi wa Marekani, lakini pia mwanasiasa wa kwanza kualikwa na mfalme wa Uingereza mara mbili. Polisi nchini Somalia wamewakamata wafuasi wanne wa TikTok kwa madai ya kumtusi Rais Hassan Sheikh Mohamud kwenye video ya densi. Katika chapisho hilo, vijana kadhaa wameonekana wakicheza wimbo mpya wa kampeni uliotumika awali wakati wa kuwania urais mwaka 2022, lakini maneno hayo yakiwa yamebadilishwa na kujumuisha lugha ya matusi. Katika taarifa, polisi wamesema washukiwa hao wako kizuizini na watafunguliwa mashtaka rasmi. Hawajazungumza lolote tangu kukamatwa kwao. Washawishi kadhaa wa mitandao ya kijamii wamekamatwa na kufungwa jela hapo awali kwa kueneza matusi yanayotokana na ukoo, uchochezi wa maudhui ya usherati kwenye majukwaa kama vile TikTok, lakini hii ni kesi ya kwanza inayohusisha mwanasiasa mkuu. Iran imemhukumu kunyongwa mtu aliyetuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israela, kulingana na ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya serikali siku ya Jumatano iliyotambulishwa na Babaka Shahbaz. Iran itatoa hukumu ya kifo kwa watu wengi wanaotuhumu kuwa na uhusiano wa idara ya kijasusi ya Israel ya Mossad na kuwezesha shughuli zake nchini humo. Visa vya hukumu kunyongwa kwa Wairan wanaopatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel vimeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu, huku takribani hukumu 9 za vifo ikitekelezwa katika miezi ya hivi karibuni. Vyombo vya habari vya serikali vimesema Shahbaz alifanya kazi na Ismail Fekri, mfungwa mwingine aliyenyongwa mwezi Juni kwa kufanya ujasusi wa Israeli tangu mwaka 2022, ambapo Shahbaz alitashtakiwa kwa kutumia wadhifa wake kama mwanakandarasi anayeweka vifaa vya kupozea ili kukusanya taarifa kutoka kwa sehemu nyeti na vituo vinavyohusishwa na jeshi na vyombo vya usalama. Wakili wa mshtakiwa alikuwa ameomba kukata rufaa kwa mahakama ya juu zaidi, ambayo ilikataa ombi hilo.
Mahakama ya Kenya jana Jumanne ilimshtaki mwanamume mmoja kwa biashara ya pembe mbili za faru zenye thamani ya shilingi milioni 8.2 za Kenya sawia na dola 65,000 miaka 9 baada ya kufungwa jela kwa kusafirisha pembe za ndovu. Felsaz Mohamed Ali, mshukiwa mwenzake Mohamed Hassan walikamatwa katika mji wa bandari wa Mombasa mwezi uliopita. Siku ya Jumanne, wawili hao walikana shtaka la kuhusika na wanyama pori walio hatarini kutoweka. Ali aliachiliwa baada ya kukata rufaa mwaka 2018, miaka miwili ndani ya kipindi cha miaka 20 alichohukumiwa kwa ulanguzi wa pembe za ndovu kutokana na dosari la utaratibu katika kesi hiyo. Polisi walikuwa wameshtumu kwa kuhusika na kundi la kimataifa la uwindaji haramu na kuhusishwa na kunaswa kwa meno 120 ya ndovu. Mwanaume aliyeshitumiwa kwa kumpiga risasi Charles Kirk amekiri kumuua mwanaharakati huyo wa mrengo wa kulia katika ujumbe aliomwandikia mpenzi wake, waendesha mashtaka wamedai, huku akitangaza mashtaka 7 dhidi yake. Taylor Robinson, miaka 22, aliacha barua chini ya Baobonye ili mwenzake ajue alichofanya, alisema wakili wa kaunti ya Utah Jeffrey Gray. Aliongeza kuwa mwenzake huyo alikuwa mpenzi wa mshtakiwa. Kulingana na bwana Gray, ya barua hiyo imesema alipata fursa ya kumuondoa Charles na ameitumia. Mwendesha mashtaka pia alituma ujumbe wa maandishi kati ya wawili hao, ikiwa ni pamoja na mmoja ambao mshtakiwa alisema kuwa alimpiga risasi Kirk kwa sababu anamchukia sana. Mshukiwa anazuiliwa bila dhamana katika kitengo cha maalum cha makazi katika jela la kaunti ya Utah. Alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Jumanne, huku waendesha mashtaka wakisoma mashtaka 7 dhidi yake. Mashtaka hayo ni mauaji ya kuchochewa, kukutwa na silaha, makosa mawili ya kuzuia haki, makosa mawili ya kuharibu ushahidi na kufanya uhalifu wa kutumia nguvu wakati watoto wapo. Wabunge wa Uganda wameiomba serikali kuwalinda raia wa Uganda wanaofanya kazi nchi za nje baada ya uchunguzi wa BBC Africa Eye uliofichua mwanamume anayeendesha mtandao wa biashara wa ngono kutoka kwenye maeneo ya kifahari ya Dubai, akiwanyanyasa wanawake walio katika mazingira magumu. Uchunguzi wa BBC umeonyesha jinsi Chansa Mwisgwa, mzaliwa wa Uganda na dereva wa zamani wa basi la London, anaendesha mtandao wa ukahaba huko Dubai ambao na watumia vibaya wanawake wadogo wa Uganda. Wabunge wameitaka wizara ya jinsia ya nchi hiyo kutoa taarifa kamili kuhusiana na unyanyasaji wa wafanyakazi wahamiaji wa Uganda. Endelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaenda moja kwa moja kupokea awamu ya pili ya matangazo yetu, ambapo tunawashirikisha DW katika habari hizi, ambapo tunaanza naye Amina Abubakar, ambayo ni habari ambayo inahusiana na masuala kutokea Mashariki ya Kati, ambapo ni taarifa inayofungamana na Israel, ambapo wakati huu basi naungana naye Amina Abubakar wa shirika la DW katika taarifa hii, ambapo wakati huu basi msikilizaji ni kwamba jeshi la Israel limeendelea kuishambulia Gaza kutoka ardhini kwa siku ya pili leo na kusababisha mauaji. Baada ya kundi hilo kusema kuwa Netanyahu anabeba dhamana ya maisha ya mateka hao. Wakilenga hata unywele mmoja wa mateka wanaowashikilia, tutawawinda kwa nguvu zaidi kwa maisha yao yote, na mwisho wao utakuwa wa haraka kuliko wanavyodhani. Unapaswa kujua, hivi ndivyo ninavyowaambia viongozi wa Hamas: hamtakuwa na makazi, na juhudi zetu za kuwapata tutaziongeza mara 2 na tutawapata haraka.
יוכפל שבעתיים, ואנחנו נגיע לכם הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. Ripoti za vyombo vya habari zinasema Hamas imewahamisha mateka wote katika makambi na majengo tofauti mjini Gaza ili kuizuia Israel kuendelea kushambulia. Netanyahu amesema mateka wamepelekwa mahali ambapo ni hatari, na hilo limemshitua rais wa Marekani Donald Trump. Huku hayo yakiarifiwa, muungano wa makundi ya kutoa misaada ya kiutu yametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali zaidi kushinikiza Israel kuachana na operesheni yake katika mji wa Gaza City baada ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kutoa ripoti inayoishutumu Israel kufanya mauaji ya kimbari mjini humo, shutuma ambazo Israel imezikanusha vikali. Wakati huo huo, halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya hii leo inatarajiwa kupendekeza vikwazo zaidi dhidi ya Israel kufuatia matendo yake katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa umoja huo Anwar El Anouni amesema vikwazo vitakavyopendekezwa ni pamoja na kusimamishwa kwa muda sehemu ya faida ya biashara ambayo ni sehemu ya makubaliano kati ya halmashauri hiyo na Israel. Haya yanatokea wakati Israel ikisema itafungua njia ya muda kwa ruhusu watu kukimbia mji wa Gaza siku moja baada ya kuanzisha operesheni hiyo ya ardhini mjini humo. Asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo. Takuwa na tupia jicho taarifa hiyo. Uingereza imeandaa sherehe kubwa ya aina yake kumpokea Rais Donald Trump wa Marekani kwa ziara yake ya pili rasmi nchini humo. Wanaharakati wamepachika mabango ya kumkosoa Trump kwa uhusiano wake na mtuhumiwa wa mashambulio ya kingono aliyefia gerezani Jeffrey Epstein. Mohamed Khelif na taarifa hiyo. Melania waliposhuka ngazi za ndege yao wakiwa wameshikana mikono na kulakiwa moja kwa moja na mkuu wa itifaki wa Uingereza Monica Carey, akiwa na waziri wa mambo ya kigeni Yvette Cooper na Henry Hood ambaye ni mwakilishi maalum wa mfalme Charles wa tatu, sambamba na maafisa wengine wa usalama na wa serikali waliokuwa wamejipanga mstari katika uwanja wa ndege wa Stansted. Baada ya mapokezi hayo mafupi, Trump na Melania walipanda helikopta maalum ya jeshi la anga la Marekani ambayo iliwapeleka moja kwa moja kwenye nyumba ya Winfield, makazi rasmi ya balozi wa Marekani nchini Uingereza Warren Stephens. Akiwa kwa makazi hayo, Trump alizungumza kwa kifupi na vyombo vya habari akielezea safari matarajio yake makubwa kwa ziara hii ambayo amefika kwa mwaliko rasmi wa mfalme Charles aliyemuita mtu anayempenda na kupendwa na kila mtu. Safari ilikuwa salama usalmini. Tunamshukuru balozi kwa kazi kubwa anayoifanya. Mahusiano baina ya nchi zetu ni mazuri sana. Namshukuru kwa kutukaribisha. Tulikuwa na safari nzuri na tumekuja na watu wengi. Kesho itakuwa siku kuu kwetu. Nitakutana na mfalme Charles. Amekuwa rafiki yangu mkubwa kwa muda mrefu na kila mtu anampenda na kumheshimu. Lakini ni mchana wa leo ndipo hasa ziara ya Trump itakapoanza kwa mapokezi makubwa kwenye kasri la Windsor, makazi rasmi ya mfalme Charles na mkewe Camilla, ambako licha ya hatua kadhaa za kiusalama zilizochukuliwa kumhakikishia kiongozi wa Marekani faraja katika ziara yake hiyo, wanaharakati walifanikiwa kupachika bango kubwa linaloonyesha picha ya Trump akiwa na Jeffrey Epstein, mhalifu wa mashambulizi ya ngono ambaye alitiwa hatiani na kufia gerezani nchini Marekani. Mkuu wa polisi wa Thames Valley, Felicity Parker, alisema watu 4 wamekamatwa kwa tuhuma za kufanya kile alichokiita mawasiliano yasiyo mwafaka kutokana na ubadilikaji wa bango hilo. Katika kasri la Windsor, jengo kongwe kabisa lenye miaka takribani 1000 na ambalo bado linatumiliwa na wafalme, Trump ataingia kwa msafara wa magari ya farasi na kukaribishwa mchana huu kwa gwaride na bendi maalum na kisha kuhudhuria tafrija ya chakula. Uingereza imeahidi kuwa hii itakuwa sherehe kubwa kabisa kuwahi kufanyika kumpokea kiongozi wa kigeni katika historia yake ya hivi karibuni. Trump, mpenzi mkubwa wa ufalme, hajaweka siri hamu yake ya kuwa sio tu rais wa kwanza wa Marekani bali pia mwanasiasa wa kuchaguliwa kualikwa mara 2 na mfalme wa Uingereza kwa ziara rasmi. Asante sana Mohamed Khelif kwa taarifa hiyo. Tutazidi kufuatilia hilo kwa sababu ni sherehe kuu, na vile vile tufahamu kile ambacho kitajitokeza katika anga ya Uingereza. Unazidi kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Awamu hii ya ripoti za waandishi na shirikiana na shirika la DW, ambapo kwenye matangazo ya Afrika leo
mchana. Ambapo ni wakati ambapo tunaingia kwenye mahojiano. Tusubiri matukio ya uchaguzi na tume ya uchaguzi ikiendelea kuhesabu kura. Kwa yale ambayo yameshuhudiwa siku ya uchaguzi hapo jana, ungeweza kueleza vipi jinsi watu walivyojitokeza kushiriki uchaguzi huu? Wamalawi walijitokeza kwa kiasi. Niweze kusema katika daftari ya wapiga kura kulikuwa na wapiga kura milioni 7.4, lakini ni wapiga kura kwa sasa milioni 4.6 ambao wanaonekana kuwa wamejitokeza sawa na 64% ya jumla wapiga kura ambao wako kwenye daftari ya tume ya uchaguzi. Na hali ilikuwa tulivu. Mapema kabisa walimiminika kwenye milolongo ya maeneo ya kupigia kura, lakini baadaye mchana wakawa wametoweka. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilikuwa havina tena watu, na nadhani hii ni kutokana na hali hii ambayo inajitokeza kwamba watu wengi hawakujitokeza kupiga kura. Ukisikiliza hivi gumzo mtaani, watu wanasema nini katika mji mkuu Lilongwe na hilo eneo ambalo upo kwa sasa? Gumzo ni kuhusu mabadiliko ya kiuchumi na kuhakikisha kwamba sarafu ya Malawi inarekebishwa na huu mfumuko wa bei ambao upo unashughulikiwa na serikali itakayokuja. Suala hili la mfumuko wa bei bila shaka lilikuwa miongoni mwa yale masuala Katembo ambayo yalizingatiwa sana wakati wa kampeni, masuala ambayo yalikuwa yamekaa katika mioyo ya watu. Ni mambo gani mengine ambayo yalisukuma ushawishi katika kampeni na hasa katika kupitisha maamuzi wakati wa uchaguzi huu? Ilikuwa suala la rushwa, ujeuri wa viongozi serikalini, pamoja na kutoshughulikia swala la kilimo, yani sekta ya kilimo hapa Malawi, sekta ambayo inazungumziwa sana kwamba hadi mbolea imepanda bei zaidi kuliko walivyotarajia, na unapozungumza nao mtaani ni msononeko mtupu kabisa. Wengi wanaelezea kuwa hata wanashindwa kujimudu kimaisha, akina mama wakielezea kutokuwa na uwezo wa kulisha familia zao. Na kwenye daftari ninavyoangalia sasa, kwa sababu niko eneo la kuhesabia kura, ni kwamba wanawake walijitokeza kwa wingi 57.8 dhidi ya wanaume ambao walijitokeza 42. Sasa unaona pia wanawake walikuwa wenye msukumo mkubwa katika uchaguzi huu, na wataweza kutoa maamuzi kuhusiana na nani atakuwa mshindi. Yupi ambaye anapewa nafasi ya kushinda uchaguzi huu? Kwa matokeo na hesabu zinazotolewa sasa hivi, inaonekana rais wa zamani aliyetangulia Peter Mutharika anaongoza. Iwapo kutakuwa na mabadiliko yote, basi tutajua baadaye, baada ya kura zote kuweza kujumlisha na matangazo rasmi kuweza kutolewa na tume ya uchaguzi. Haya, anasikia pale Mutharika ndiye anaongoza. Tunazidi kufuatilia tuone ni lipi litajitokeza kule katika taarifa hiyo, ambapo mchuano ni mkali kati ya rais wa sasa Lazarus Chakwera na Mutharika. Mgomo wa kitaifa wa vyuo vikuu nchini Kenya umeanza baada ya mazungumzo kati ya waadhiri na serikali kuvunjika. Waadhiri wanadai malimbikizi ya mishahara ya takribani shilingi bilioni 10.6 na utekelezaji wa mikataba ya pamoja ya CBA. Mgomo unahusisha vyuo vikuu takribani 45 na unatarajiwa kuvuruga masomo ya maelfu ya wanafunzi kote nchini Kenya. Wasilwa Shisi ana taarifa zaidi. Pamoja wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 uliopaswa kulipwa Julai mwaka huu, kulipwa kwa deni la shilingi bilioni 7.9 la mkataba wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021 na kuanza kwa mazungumzo na usajili wa mkataba mpya mwaka 2025 hadi mwaka 2029. Katibu mkuu wa UASU Constantine Wasonga ameilaumu tume ya kuratibu mishahara wafanyikazi wa umma kwa kupuuza maagizo ya mahakama yaliyotaka fedha zitengwe kwa ajili ya mikataba hiyo.
Mgomo huo unatarajiwa kuvuruga masomo ya maelfu ya wanafunzi kote nchini, ikivihusisha vyuo vikuu takriban 45. Leo tunaanza mgomo sababu ya serikali kushindwa kutekeleza mkataba wa maelewano wa malimbikizi ya mishahara awamu ya pili mwaka 2021-2025 katika kipindi cha mwaka 2025-2026 ya kima cha shilingi bilioni 2.7. Dkt. Wesonga alikataa kikao cha mazungumzo kilichoitishwa Ijumaa na jukwaa la mashauriano la Baraza la Vyuo Vikuu vya Umma, akikitaja kuwa ni mchezo wa kisiasa wenye hadaa nyingi, akisema hakukuwa na mapendekezo madhubuti yaliyowasilishwa. Alisema kuwa wahadhiri awali kauli za nia na kuongeza kuwa wahadhiri awali ahadi zisizo na utekelezaji. Wakati huo Hazina Kuu imetoa shilingi bilioni 2.5 za Kenya kulipa sehemu ya malimbikizi ya mishahara ya wahadhiri katika juhudi za dakika za mwisho za kuzuia mgomo wa kitaifa. Katibu mkuu wa KUSU Charles Mukhwaya aliunga mkono msimamo wa UASU, akiilaumu serikali kwa kuidharau sekta ya elimu ya juu. Hatuwezi kusubiri kwa muda mrefu, lakini usishangae, manake tumeuzoea huu mchezo. Hakuna mkataba wa maelewano katika vyuo vikuu ambao tumesaini bila kufanya mgomo. Sababu wanataka mgomo, sasa tutacheza huo mchezo. Mgomo huu unajitokeza siku chache baada ya vyuo vikuu kufunguliwa kwa muhula mpya wa masomo, hali inayozua hofu ya kuvurugika kwa mara nyingine kwa kalenda ya masomo. Mwaka jana, wahadhiri walilemaza shughuli za vyuo vikuu kwa mgomo wa wiki mbili uliositishwa baada tu ya Wizara ya Leba, Shirikisho la Waajiri nchini Kenya na vyama vya vyuo vikuu kuingilia kati. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Wasilwa Shisia, ukiwa jiji la Nairobi, Kenya. Nazidi kufuatilia taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Fortune Africa. Na wakati huu basi ni ripoti za waandishi wa habari. Awamu hii ya pili na shirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya Afrika leo mchana. Ukataji miti, kilimo kikubwa, uwindaji haramu wa miradi ya nishati, mashambulizi ya mara nyingi yanahusishwa na magenge ya uhalifu, lakini pia yanahusishwa kwa kiwango fulani na vikosi vya usalama vya serikali. Colombia imeendelea kushikilia nafasi ya kwanza kama nchi hatari zaidi kwa watetezi wa mazingira, ikirekodi vifo 48 mwaka jana, karibu theluthi moja ya visa vyote vilivyotajwa. Nchi hiyo yenye historia ya mizozo ya kijeshi na makundi ya waasi imeendelea kushuhudia vurugu zinazoendeshwa na makundi ya kigaidi na magenge ya uhalifu ambayo hufadhili shughuli zao kupitia biashara haramu ya dawa za kulevya, uchimbaji madini kinyume cha sheria na utoroshaji. Guatemala ilitajwa kuwa ya pili kwa hatari baada ya visa vya mauaji kuongezeka mara 5 hadi kufikia watu 20 mwaka jana, na kufanya taifa hilo dogo la Amerika ya Kati kuwa na kiwango cha juu zaidi cha vifo kwa uwiano wa idadi ya watu. Ripoti imesema ongezeko hilo linahusishwa moja kwa moja na mtindo wa maendeleo unaotegemea matumizi makubwa ya rasilimali asili. Mexico nayo iliorodheshwa ya tatu ikiwa na vifo 18, huku Brazil ikiripoti vifo 12. Kwa jumla, Amerika ya Kusini imechangia 82% ya mauaji yote ya watetezi wa mazingira duniani na kufanya eneo hilo kuendelea kubeba mzigo mkubwa wa ghasia zinazolenga wanaharakati. Tangu mwaka 2012 zaidi ya vifo 2253 vimeripotiwa katika eneo hilo pekee. Licha ya kupungua kwa vifo kwa kiwango cha 28% kutoka watu 196 mwaka 2023 hadi 142 mwaka 2024, Global Witness imetoa tahadhari kwamba idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa visa vingi haviripotiwi rasmi. Hali hii inaacha pengo kubwa katika takwimu na inaonyesha kuwa ghasia dhidi ya wanaharakati hawa zinaweza kuwa mbaya zaidi. Miongoni mwa waliopoteza maisha walikuwa wakulima wadogo waliopinga miradi mikubwa ya kilimo na jamii za wazawa zilizopinga ukataji miti au miradi ya nishati inayotishia mazingira yao ya asili. Mashambulizi haya mara nyingi yanabaki bila kusuluhishwa na wahalifu hawafikishwi mbele ya vyombo vya sheria, jambo linaloendeleza mzunguko wa kutoadhibiwa. Global Witness imesisitiza wajibu wa serikali kulinda watetezi wa mazingira, kuchunguza mashambulizi na kuhakikisha washukiwa
kuwa wanawajibishwa. Pia imezitaka kampuni zinazohusika katika sekta ya madini, kilimo na nishati kuhakikisha haziendi kinyume na haki za binadamu katika mnyororo wao wa biashara. Asante sana, unazidi kufuatilia taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Sasa hivi msikilizaji, na kuomba simama na kituo hiki. Kituo kipi? Radio Fortune Africa, ambapo katika uratibu wake wa kuweza kununua transmitter yenye uwezo na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka kupokea yanayojiri katika maeneo tofauti ya mawasiliano, ambapo naungana naye Saum Njama vile vile na Lilian Mtono. Kuna video inayomuonyesha Faith na Ewoi wakiwa pamoja baada ya kupewa medali zao, wanazungumza sasa ilikuwaje. Sasa Faith alimpongeza Ewoi, lakini akimwambia hata kumuona alipokuwa akikimbia katika kufikia ile nafasi ya kupata ushindi. Yani alimpita kama mkuki na hata kumuona. Sasa alipomuona Ewoi amebeba medali, akamwambia kwani umepata ya fedha, ilikuwaje? Sikukuona. Akamwambia wewe ulienda ukiendanga. Ndio Kiswahili cha kutoka kule Turkana. Yani anasema hakutaka kuangalia nyuma. Ulitupita, ulienda ukiendanga. Kwa hiyo alipoenda akiendanga ikamfanya na yeye akaongeza kasi na hatimaye kupata nafasi ama kushinda katika nafasi ya pili. Sasa mbali na hiyo pia watu wanazungumzia baada ya kushinda, Wakenya ambao walipata medali walipata nafasi ya kuulizwa maswali na waandishi wa habari. Sasa hapa huwa ndio watu wanatiririka, either ukizungumze Kiingereza kizuri ama uunguze, yani uchome. Sasa Wakenya hawa walioshinda waling'ara. Sio tu katika mbio, lakini Kiingereza kilichokuwa kiteremshwa hapo, watu wanasema wanazungumza na Kiingereza kinachotoka kwenye pua. Sasa wanajiuliza walifanya mazoezi ya kukimbia wakati pia wakifanya na mazoezi ya kuzungumza Kiingereza, kwa sababu awali kumekuwa na matatizo, wakiulizwa wanapata tabu sana mtu akijaribu kutafuta maneno ambayo kuzungumza. Sasa kuna watumiaji wamekuwa wakizungumzia mengi zaidi, wakisema hii ni ile Turkana ambao wanajua ama ni Turkana nyingine. Sasa Kaliunga Cleophas amesema Kiingereza cha kutoka pwani, majirani hawawezi elewa kitu hapa. Majirani ni kina nani? Mimi sijasema. Haya, Henry Akoba anaitwa Godwill anasema Rusungu hapa ni top notch, yani Kiingereza kimeenda group of schools. Sasa hiki ni I know that unazungumzia kitokea huko. Lili, sijui unakiwezea hicho ama wewe katika majirani? Saumo, tumeandikiwa ujumbe kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunaambiwa tuanze kusoma hapa. Labda tuende moja kwa moja basi tuangalie kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tunaambiwa Dechevele, nimewategea sikio nikiwa Arusha Tanzania. Nasema Zakaria Mbogoli. Aminieli Macha wa Arusha Tanzania nauliza, je, jumuiya ya kimataifa hamu yaoni yanayoendelea huko Gaza? Na Alois Samba wa Arusha Tanzania nasema Umoja wa Mataifa chukueni hatua za mapema za kukomesha machafuko yote yanayoendelea kote duniani. Mimi namuona Sava Joseph akiwa Kagera Tanzania anasema serikali ya Kenya walipeni stahiki zao hawa wadhiri wa vyuo vikuu. Jafari Kopo akiwa Moshi Tanzania yanasema kila laheri Malawi harakati za kuhesabu kura. Na uona ujumbe wake pia Ali Mrangi anasema huko Gaza hali inayoendelea inasikitisha sana. Na Nicholas Godfred Kayago wa Buhigwe Tanzania anasema tume ya uchaguzi huko Malawi tendeni haki. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema mashambulizi yanayoendelezwa na Israel katika ukanda wa Gaza hayakubaliki. Na Jackson Valence wa Dodoma anauliza, Israel na Palestina mtacha lini mapigano yanayoua watu wasio na hatia? Wilfred Kalinjuma akiwa kule Burungula Tanzania anasema tunawatakia Malawi kila laheri wanaposubiri matokeo ya kutangazwa rasmi. Nielekee kule Facebook na muona Lucas Makingi akiwa Kahama anasema poleni sana raia wa Malawi kwa mfumuko wa bei. Serikali ya Malawi ifanye juhudi
za dharura kudhibiti hali hiyo, kwani raia wa kipato cha chini ndio wahanga wakuu. Huyu hapa ameanza kusema tunachohitaji kuona ni vita huko Gaza inakoma. Ni ujumbe wake Shadadi Idrisa akiwa Bukoba. Na Thomas Mayunga ametuandikia kutokea Geita, anasema kila laheri Malawi katika zoezi la kuhesabu kura, naamini wagombea watakaoshinda ni chaguo la wananchi. Baraka Mwambete wa Mbeya, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Kwa nini vita vinaendelea katika sehemu mbalimbali duniani? Ujumbe huu ndio unatuhitimisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe. Kinachofuata sasa ni mjadala na tukiangazia kwa mapana vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Asante sana Lilian Mtono, ndio hali ambayo tunafuatilia kwa kina. Tuletea kiziba mkonga alafu baadaye upokee mahojiano. Napata kiziba mkonga cha sasa. Hiki ndicho kiziba mkonga. Kwenye malezi na familia, mama ana develop moyo, the heart. Mfano, emotions, feelings, ethics, faith. Mama ana develop moyo. Kuna vitu ambavyo hata kama akaondoka duniani, mama yangu mzazi marehemu Queen Elizabeth endesha mama develop moyo, the heart, feelings, ethics, faith. Baba Mungu kuna na vile mama hivyo kwenye independence hii itakupa na mtoto kukuzwa na baba na mama. Wala ambao unapenda kukaa na watoto, wewe ni single unasema bwana huna haja na mama, wewe ni single mother unasema huna haja na baba. Kuna vitu unamkosesha mtoto wako. Mwisho wa safari. Lakini hilo ndio sehemu ya kiziba mkonga cha sasa.